Kaja kachangamka kabisa. Huyu anaitwa Bi Hadija Yahya mwenye umri wa miaka 30, mjane wa watoto 4. Hadija anasema siku chache zilizopita nyumba aliyokuwa akiishi iliteketea kwa moto na kumsababisha kukosa makazi ya kuishi, jambo ambalo limemsababisha kumwaga machozi mbele ya askari waliofika hapo kwa lengo la kumtembelea na kumpatia msaada. Nafika pale njiani naona moshi mkubwa sana maeneo ya huku. Na karibia kufika nyumbani naona watu wangu hapo wamejaa. Moto ndio umeshapa mpaka ndani. Ninachomshukuru Mwenyezi Mungu fahamu ambaye majirani ndio kaa nao ndio wameniokoa tuweza kumwekea pembeni. Na mpaka sasa baada ya kutokea changamoto hiyo una miezi mingapi umefadhiliwa kwa watu? Kwa sababu tukio imefanyika Ijumaa mpaka juzi Ijumaa ni wiki. Mpaka sasa nimefadhiliwa tu na mtu. Nikiwa katika majukumu yangu nilipata taarifa kuwa kuna nyumba inateketea na moto. Nilifika kwa wakati, lakini baada ya kufika kwa wakati nilikuta kila kitu kimeteketea ndani, hakuna kitu ambacho tuliweza kukiokoa. Kimsingi baada ya kumtazama yule mama, ni mama ambaye ni mjane, lakini pia alikuwa anaishi na watoto wake 4. Mtoto wa kwanza akiwa na umri wa miaka 11, mtoto wa pili ana umri wa miaka 5, mtoto wa tatu ana umri wa miaka 3 na mtoto wa 4 ana umri wa mwaka 1. Baada ya kuona ile hali, kwa kweli niliona nina jambo la kufanya juu ya huyu mama. Nikizingatia kuwa mimi ni polisi jamii, lakini pia ni mwanamke, nikaona nimsapoti huyu mama. Nilijulisha uongozi wangu na ulinibariki niweze kuendelea na hiyo process ambayo nilikuwa nimeipanga. Basi kwa kushirikiana na wadau wa Bwakela chini niliweza kufanikisha kupata vitu kadhaa ambavyo ni mbao 30, waya 3, misumari kilo 10, mabati 14, simenti 9, godoro, lakini pia tofali 700, vyombo vyote vya kuanzia kwa sababu kila kitu kiliteketea ndani, lakini pia uniform za watoto. Lakini pia nilibahatika kupata vyakula kwa maana ya mahindi, mchele na kilo 10 ya mafuta. Kiukweli ametuinspire sisi kuja hapa kwa sababu ni siku chache tu alizoletwa kuwa mkaguzi kata eneo hili, lakini leo ameweza kuguswa na shida za wananchi, ameitafsiri polisi jamii kwa vitendo. Wananchi wameonyesha kukubaliana naye na mpaka wanaweza kumuunga mkono katika kutoa misaada mbalimbali. Binafsi kwa kweli hata mimi naona nimpongeze, na bado tunaendelea kujifunza kila siku, na mimi amenifunza kitu kwamba unaweza ukafika sehemu sio lazima ukae sana. Siku chache zikakupa mafanikio makubwa kwa namna ambavyo utaonyesha trust kwa wananchi. Kwa hiyo mkaguzi ameupiga mwingi, mimi binafsi naweza nikasema hongera sana Flora, na Mungu aendelee kukubariki. Ufanye kazi hii kwa moyo kama ambavyo umeanza. Wananchi wamekuamini, waaminishe wananchi kwamba unaweza na uko tayari kuwatumikia.